الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. من الموضوعات العظيمة في ساحة الخطب الإسلامية مبطلات الأعمال والحسنات. من أخطر الموضوعات ينبغي للمسلم أن ينتبه له انتباها شديدا وذلك لخطر هذا الموضوع. Watukufu katika imani, katika mazungumzo, katika khutba ambazo zinatolewa katika mimbar za Kiislamu, miongoni mwa mazungumzo ambayo ni makubwa mno, Waislamu wanatakiwa kutanabahi mno kunako maudhu hayo, ni maudhu na mazungumzo ya kuzungumza vitu ambavyo vinamharibia mtu matendo yake mema, mambo ambayo yanaharibu, yanabatilisha mema ya mtu. Baada ya ijtihada kubwa, mtu akaswali, akahiji, akafunga, akatoa sadaka, akaamrisha mema, akakataza maovu, akasaidia yatima, akasaidia mjane, akajenga msikiti, akasaidia, akafanya kwa ajili ya kutarajia malipo makubwa kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala wanawe, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa atakayenufaika ndani ya siku hiyo
ni yule aliyekuja kwa Allah tabaraka wa taala na moyo uliosalimika kutokamana na ushirikina, umesalimika kutokamana na uzushi, umesalimika kutokamana na ukafiri, umetenda mema. Sasa katika maudhui ambayo ni makubwa zaidi ni wewe Muislamu kujua ya kwamba kuna vitu vinaharibu, vinakuharibia kabisa, vinabatilisha yale ambayo unatarajia wewe ya kunusuru kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala, siku ambayo Allah ashakuambia kabla haijafika ya kwamba mali yako na wanao na jamaa zako hawatoweza kukusaidia, isipokuwa haya matendo ambayo unayatenda leo hapa duniani ndio yatakwenda kukutetea kule kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa la kusikitisha zaidi, yako mambo ambayo yanabatilisha yale hasanati, yanaharibu mema ambayo mwanadamu atayachuma juu ya mgongo wa ardhi. Akafika kwa Allah tabaraka wa taala, akaambiwa huna kitu wewe katika mema, huna amali njema. Kuna masikitiko zaidi ya hayo? Uje kesho mbele ya Allah, Allah akuambie ya kwamba wewe huna lolote katika hasana, huna jema hata moja, wakati ulikuwa ukiyatenda. Ndiyo nikasema ni katika maudhui ambayo watu wanatakiwa watanabai mno kunako maudhui haya. Ni mambo mengi, inahitaji khutba zaidi ya 3, lakini tunaanza rasmi kueleza mubtilatul a'mali wal hasanati, vitu ambavyo vinamharibia mtu matendo yake mema. La kwanza katika mubtilatul a'mal, tunajua, sio kwamba hatujui, tunajua. Pengine huko mbele yatakuja mengine ambayo wewe kwa mtazamo wako ulikuwa ukiyaona ni madogo, ulikuwa ukiyadhania kwamba ni ya kawaida, kumbe yana madhara makubwa mno. Sasa unachotakiwa wewe ni kufuatilia na kusikiliza kwa taufiki yake Allah, yatatajwa moja baada ya nyingine. La kwanza, al-kufru, katika vitu ambavyo vinaharibu matendo mema, matendo yako mema uliyeyatenda ukayakadimisha kwa ajili ya kesho, yanabatilika, yakaporomoka, ukafiri. Tunapozungumza al-kufru, watu wengi katika Uislamu udhania ya kwamba hilo halituhusu. Akili zake yeye zinamwambia kwamba maadama yeye amevaa kofia na kanzu ya yuko msikitini, hayo ya kufuru hayamuhusu. Sasa kufuru katika lugha ya Kiarabu maana yake taghfiyatu shay, taghfiya li shay'i wasatru lahu, ni kufinika kitu na kukistiri kitu kama kile kisionekane kabisa. Aliyefanya hivyo kwa lugha ya Kiarabu anaitwa kafir. Mtu aliyefinika kitu, ataghfiyatu li shay'i wasatru lahu, kufinika kitu ukakistiri, ukakificha.
inaleta maana ya kafara katika lugha. Maana hii imekuja kwa Qur'an, matumizi ya neno kafiri kwa maana ya kuficha kitu. Katika Qur'an kwa haraka ukisoma katika suratul Hadid aya ya 20 ambayo mwanzo wake, na mimi nataka pahala pana point, aya ndefu lakini aya ya 20 katika suratul Hadid, i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi, alafu kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara. Ukienda kwa Qur'an utapata maneno haya. Mimi nataka hapa kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara. Kufara ni wingi wa neno kafir. Kafiri moja, kufara ni wengi. Sasa hapa Mungu Allah tabaraka wa taala amewataja wakulima. Yani kufara hapa sio makafiri, ni wakulima. Yani kama vile mvua, maisha ya dunia yanavyoguri, mwanadamu akagurika, akaona yuko kwa nyumba nzuri na mke mzuri na pesa na makao na nini, akagurika. Mungu amefananisha hali hiyo na hali ya mvua. Kama vile mnavyoona mvua imenyesha sasa, dunia imenawiri, ardhi imeotesha mimea, kila mahala pako green, panapendeza. Sasa akasema kamathali ghaythi, maisha ya dunia ni kama mvua iliyonyesha. Ajaba al-kufara, mahali shahidi, pointi yangu mimi hapa tu, imewapendeza wakulima. Yani mvua inaponyesha wakulima wanafurahikia jambo hilo. My point ni kwamba wakulima wameitwaje? Kufar. Wameitwa kufar. Je, wakulima ni makafiri? La. Hapa ni kufar kwa maana yake ya lugha, yani kwa sababu wakulima wanaficha mbegu, wanazika mbegu, wanapopanda wanazika mbegu chini ya nini? Ya ardhi. Kwa kitendo chao kile cha kuficha mbegu chini ya ardhi wameitwaje? Kufari kwa Kiarabu. Kwa hivyo kumbe katika lugha kafir ina maana ya mtu kuficha kitu na kukistiri. Njoo sasa katika ile maana ambayo tunaizungumza katika sheria. Ni dhidul iman, ni kinyume na imani. Imani ni kukubali, mtu kumkubali Allah na mtume wake na kila kitu ambacho kwamba Allah ameelezea, ukiamini na ukubali ya kwamba kitu hicho kipo. Sasa kinyume cha imani ni ukafiri. Imekuja kwa Qur'ani pia. Imekuja kwa Qur'an. Ukiangalia katika suratul Mumtahina, suratul Mumtahina katika aya ya 4, Allah tabaraka wa taala anamzungumza Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye ni Abu Tauhid, baba ya wapwekeshaji Allah tabaraka wa taala, kiongozi wa tauhid. Ibrahim alayhi salam aliyepambana na ushirikina kwao nyumbani. Sasa Mungu anasema laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Mahallu shahid kafarna bikum. Allah anasema nyie Waislamu munayo kiigizo chema kwa nabii wenu Ibrahim
alayhi salam na wale walioamini pamoja naye walipofanya nini? Idh qalu liqaumihim, walipoambia watu wao waliokuweko wakati ule wa Ibrahim, wakalinganiwa kwa tauhidi, wakakataa kumwamini Ibrahim akiwemo na baba yake mzazi. Na nini mfanye hivyo alivyofanya Ibrahim? Alifanyaje? Walipaambia wale watu, inna buraa'u minkum, kwa hakika yetu sisi tuko mbali na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, na vile vile tumewakataa, tuko mbali na vile vitu ambavyo mnaviabudu kinyume na Allah. Mahali shahid imekuja neno kafara ambayo inaleta neno kafiri kwa Kiswahili. Anasema kafarna bikum, suratul Mumtahina aya ya 4. Ibrahim anaambia wale watu waliokataa kuamini, kafarna bikum, sisi tumewakataa. Kwa hivyo ukafiri ambayo inazungumzwa hapa katika vitu ambavyo vinaharibu matendo kama macho, waweza ukaivaa hiyo kofia na hiyo kanzu ukaketi hapa, lakini unayo akili zako zisiende nje. Usifikirie mtu ambaye yuko nje, wewe haya yako hapa. Anamwambia tumekataa. Je, wewe ushakataa? Wako watu wanaswali na anaonelea kwamba hakuna tofauti, Uislamu na wasiokuwa Waislamu wote sawa, tunaabudu Mungu sisi. Una wazimu wewe, ni mwenda wazimu ambaye anatembea na nguo. Ibrahim anasema kafarna, tumekataa. Ukafiri kwa maana ya kumkataa Allah, kumkataa mtume moja kwa moja, au kumkubali kisha ukatae mambo katika mambo ambayo Allah ameamrisha yafanywe au amekataza yasifanywe, ukaamua wewe kukadhibisha, ukaipinga aya katika aya za Allah, ukaikataa hadithi katika hadithi za mtume, au ukafanya kitendo katika vitendo ambavyo vimekatazwa kwa kuwa ni kusudi, au unakadhibisha, au unashaka, hizo zote ni aina katika aina za ukafiri, na yatakuja mtasikia. Na ndio kwa maana ulama wakasema fama al-iman kama yakunu al-iman, vile imani inavyokuwa kwetu sisi watu wa sunna, ahlu sunna wal jamaa, anna al-imana, kwa makubaliano ya ulama wote wa kisunna, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ni maneno na matendo na itikadi. Unakiri kwa moyo, unatamka kwa ulimi, na unatekeleza biljawarihi kwa matendo. Kama macho anasema falkufuru, na ukafiri nao yakunu qaulan, ukafiri pia inakuwa kwa maneno, wa amalan, na kwa matendo, wa i'tiqadan, na kwa itikadi. Unaweza ukawa ni kafiri kwa kitendo, unaweza ukawa kafiri kwa maneno, unaweza ukawa kafiri kwa itikadi yako. Itikadi ni yale ambayo yanahusiana na moyo, qalbi, na maneno ni yale ambayo utayazungumza hivi waziwazi, upinge jambo katika mambo ya sheria kwa watu, na matendo ni yale ambayo yatadhihirika katika matendo yako. Waislamu, ukafiri ni katika vitu ambavyo ni hatari kwa maisha yako na yangu mimi. Watakiwa kuwa macho kuhakikisha kwamba imani ni kitu gani. Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa yake anasema
Al-kufru, ukafiri, biddul imani billahi wa rasulihi, sawa'un kana ma'ahu takdhib au lam yakun ma'ahu takdhibun. Ukafiri ni kinyume cha kumwamini Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Ukikataa hata mtume mmoja, wewe hujaamini. Ukimkubali Allah lakini ukakataa mambo ambayo kwamba Allah ameamrisha, yamethibiti katika dini kwa dharura, kila mtu anajua, ukaja wewe ukasema hamna, wewe umekufuru. Matokeo ni kitu gani? Matokeo ni matendo kuharibika. Na hii ni kufri ambayo ni kufri kubwa, ambayo inamtoa mtu katika dairatul Islam, katika chini ya bendera ya la ilaha illa Allah. Na watu wanatenda matendo ya ajabu juu ya ulimwengu huu ambayo yanawatoa, lakini kwa sababu ya kutojua, mtu anadhani ya kwamba yeye akivaa kofia na kanzu akaingia msikitini siku ya Ijumaa basi amemaliza. Kumbe maskini katoka kitambo, kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya matendo, kwa sababu ya itikadi mbovu ambazo unazo ndani ya moyo wako. Sasa tutaje baadhi ya hoja za kisheria ya kwamba ukafiri inabatilisha matendo mema ambayo tumeyatanguliza kwa Allah. Tuanze na hizo hoja katika Qur'an ili iwe nyepesi na rahisi kwa yule ambaye anataka kurejelea, kuangalia haya mambo vizuri, kwa sababu ni yetu sote, yanatuhusu kila mmoja, watakiwa kufuatilia. Na hii ni elimu ya kisheria na ya dini, ambayo dini ni yetu sote. Allah tabaraka wa taala ukiangalia katika suratul Maida aya ya 5 mwisho wa aya, Allah tabaraka wa taala anasema وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Waziwazi. Na mimi nataka nitaje zile aya ambazo, aya ni nyingi katika hii point, lakini sitaki zile aya ambazo zitakuwa zinahitaji maelezo na istimbati na ile moja kwa moja, zile ambazo nazitaja moja kwa moja inakuja na neno kafara kafara kafara. Allah anasema وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, kwa maana ya kukataa, sio maana ile ya lugha ya kuficha kitu na kukifinika. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, na yule atakaye kataa, ima amkatae Allah kwa kuwa hayuko kabisa, au yupo lakini ni wengi, au amemkubali lakini akakataa mtume katika mitume wake, au amepinga jambo katika jambo ambalo limethibiti kwa sheria kwa hoja haifai kupingwa, akalipinga, ama kaitikadi ya kwamba jambo hilo halipo, au akatenda kinyume. Mungu anasema وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, yule atakaye kataa imani, yani amekufuru dhidi ya imani. Ni nini? Ni ukafiri. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ndio nikasema tukaeni macho tunaposikia mambo haya yanazungumzwa, tusiwafikirie tu wasiokuwa sisi. Hapa mtu ana matendo, hebu fikiria, mtu ana matendo. Mungu anasema faqad habita amaluhu, matendo yake mtu huyu aliyekufuru imani, matendo yake yameporomoka. Wa huwa, na mtu huyu, fil akhirati, akhira, kesho mbele ya Allah, minal khasirina, ni katika waliopata hasara kubwa.
Kwa nini? Hana jema, na kule cha kusaidia mtu ni jema, na yeye hana, kwa sababu ya ukafiri ulifuta yote yale mema. Hoja ya pili katika masala haya au katika nukta hii, tuangalie suratu Ibrahim aya ya 18. Allah tabaraka wa taala anasema walladhina kafaru birabbihim. Moja kwa moja, angalia moja kwa moja, walladhina kafaru birabbihim. Unaweza ukawa Muislamu, majina yote matatu, mavazi yako, makazi yako, uko msikitini, lakini nukta hii unayo, ima kwa matendo au kwa itikadi au kwa maneno, lakini maskini hujui. Sasa Allah anasema walladhina kafaru, wakiwemo makafiri wenyewe original, na wala ambao wataiga wao na watakuwa na wao. Walladhina kafaru birabbihim, na wale ambao watamkataa Mola wao. Kafaru manake wamemkataa, ima wamemkataa bilkulia, hawajamwamini kabisa wakasema hayupo, au wamemwamini na wakasema ana msaidizi, wamemshirikisha, na hiyo ni pointi ya pili itakuja. Au wamekataa kitu katika vitu ambavyo amewajibisha, au wametenda vitu katika vitu ambavyo amekataza kwa kumpinga au kwa inadi au kwa kuwa na shaka. Yote hayo hayaendi na imani. Allah anasema a'maluhum, matendo yao, na ndio maudhui yetu kwamba matendo yanaharibika. A'maluhum karamadi nishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in dhalika huwa dhalalul ba'id. Allah anasema wale waliokufuru, wamemkufuru Mola wao, wakamkataa, matendo yao, wana matendo mema. Ulama wanasema kama vile sadaqa, kama vile kusaidia, wana matendo mema mengi mazuri, lakini yale matendo kwa sababu kuna ukafiri, a'maluhum karamadin, ni kama jivu au sema vumbi, mchanga, ishtaddat bihi rihu, katika upepo mkali, fi yawmin 'asif, katika siku yenye kimbunga kikali, upepo mkali na vuma ndani ya siku hiyo, na wewe unajivu mkononi au vumbi, inachukuliwa na ile upepo, inapeperushwa, inapelekwa, imetawanyishwa sehemu ya mbali. Je, waweza wewe hata ukiwa ni expert wa wapi, waweza kukusanya ile jivu iliyopeperushwa na upepo ikapelekwa sehemu ya mbali, waweza kuiregesha? Allah anasema hivyo hivyo ndio mfano ambao amewapigia wale waliokufuru kunako matendo yao mema. Hawana chochote, ni kama jivu ambalo limepeperushwa na upepo mkali ndani ya siku yenye upepo mkali. Na huku ndiko kupoteza kuliokuwa kukubwa. Yaani ukisikia mtu amepoteza, ni mtu aliyetenda mema kisha akatenda matendo katika matendo ya kikafiri, yakawa ni yenye kuporomosha mema yake. Malizia na suratu Nur, aya 3 hizi zinatosha, aya ni nyingi. Suratu Nur, angalia aya ya 39. Allah tabaraka wa taala anasema walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a, yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Kule ilikuwa mathalul ladhina kafaru birabbihim katika surati Ibrahim. Huku katika Nur anasema walladhina kafaru a'maluhum, wale waliokufuru matendo yao
kasarabin biqi'a. Sarab ni hali wakati kunakuwa na kiangazi, unaona kwa umbali katika ardhi kana kwamba kuna maji, lakini ukifika sehemu ile ambayo ulikuwa unaona maji unakuta hakuna kitu. Hii ndio inaitwa sarabu. Sasa Allah anasema matendo yao, wana baadhi ya matendo ni mazuri mno, lakini kwa sababu ya ukafiri siku ya kiyama hawana chochote. Chunga hivyo, hana chochote na mtu ametenda matendo. Allah anasema ni kama hali ambayo mwanadamu anaiona wakati wa kiangazi juu ya ardhi, anaona kana kwamba kuna maji na mtu huyu ana kiu, anakimbilia sehemu ile akitarajia kwamba pana maji pale. Akifika pale anakuta hakuna kitu. Ndivyo ilivyo hali ya aliyemkufuru Allah, hata akiwepo ndani ya masjid. Ana matendo, lakini matendo yale hayakubaliwi kwa Allah tabaraka wa taala, yanakuwa ni yenye kuporomoka. Allah tabaraka wa taala hamlipi chochote mtu huyu kwa sababu hajahakikisha imani. Hebu tuangalieni imani zetu Waislamu. Je, zimesalimika na itikadi hizi mbovu ambazo zinamtoa mtu katika tauhidi ambayo yatakiwa? Ndio tuweze kusalimika kesho mbele ya Allah, ndio tuweze kunufaika na hizi ibadat. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth bi khairi din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Waislamu, tumesema kwamba mazungumzo yetu tunatajiana mambo ambayo yanamharibia mtu matendo yake mema ambayo ameyakadimisha kwa Allah tabaraka wa taala, kwa min ajili ya kwamba yale matendo yaweze kumfaa yeye kesho siku ya kiyama mbele ya Allah. Lakini yanaweza yakaharibika matendo yale, mtu akaja akaambiwa huna chochote katika mema. Jambo la kwanza lenye kuharibu ni ukafiri, kwa maana ambayo tumeizungumza, kumpinga Mungu au mtume wake. Ima utakataa kabisa au utakubali lakini ukamshirikisha, au utakubali lakini ukampinga katika baadhi ya mambo ambayo ameamrisha, wewe ukasema hamna, au ukatenda kinyume, au ukawa na itikadi kinyume na anavyotaka Allah tabaraka wa taala na alivyofunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili kwa khutba ya leo, ili tuendelee na kutaja mambo haya katika khutba ambazo zitafuatia, lakini kwa leo jambo la pili ambalo kila Muislamu anajua, lakini la ajabu zaidi, hapo ndipo tumekita mno, kana kwamba imani zetu zina shaka na haya ambayo tunaambiwa au vipi. Kwa sababu wakati mwingine uwezo ukatafakari ukafikiria hali ya jamii, hivi huwa tunashaka sisi kwamba tunavyoambiwa sivyo? Nani katika Waislamu asiyejua kwamba dhambi kubwa kuliko zote ni ushirikina? Nani yupo mtu huyo? Na mawaidha yote yaliyotolewa dunia mzima, kila Muislamu hata ambaye hakuingia madrasa kabisa tangu azaliwe pia anajua ya kwamba dhambi kubwa, kosa kubwa ambalo Allah ametangaza kutomsamehea mtu, pamoja na rehema zote za Allah, pamoja na msamaha mkubwa wa Allah, Mungu ametangaza kutomsamehea mwanadamu atakayefariki akaiaga dunia ili hali ni mushrikina, hasamehewi mtu huyo. Shirki nini? Shirki katika lugha ni kushirikiana, ni kuweka vitu viwili pamoja, kuvishirikisha, mshea.
Ndio kwa maana Mwarabu anaita kampuni sharika, kwa sababu kampuni ni watu kushirikiana, inaitwa sharika kutoka kwa neno shiriki. Sasa shiriki katika mtazamo wa sheria, ambayo ndiyo dhambi kubwa, ukifa nalo husamehewi, wewe ni wa motoni moja kwa moja, pamoja na masikitiko makubwa. Shirki ni swarfu al-ibadati li ghairi llahi au ba'dhiha, ni mtu kumfanyia asiyekuwa Allah jambo lolote ambalo ni ibada, akamfanyia asiyekuwa Allah. Huyo mtu anaitwa nani? Mushrik. Kwa Kiswahili mushirikina, japokuwa kwa Kiarabu mushirikina ni wingi, ni watu wengi. Sasa mushrik ni mtu aliyechukua haki ya Allah akamfanyia asiyekuwa Allah. Swarfu al-ibadati au ba'dhiha li ghairi Allah, ima mtu aamue kwa ujumla ibada zake zote amfanyia asiyekuwa Allah, huyu ana sifa mbili, ni kafiri na ni mushrik. Kafiri kwa kumkataa Mungu, mushrik kwa kufanya zile haki za Mungu kumfanyia asiyekuwa nani? Mungu. Ana sifa ngapi? Mbili, ni kafiri na ni nani? Na ni mushrik. Na huwa zinafuatana, haya mawili hayawachani. Ukiingia huko na hili la pili linakufuata automatically, utakuwa nalo upende usipende. Ukiingia kwa kufri, shirki, lazima wewe ukiswali hapa na watu, ukatoka hapa baada ya swala ukaenda kaburini ukatia dua huko alikozikwa babu yako au nyanya yako au shekhe lako, sharifu wako, wali wako, ukaomba dua huko, wewe ni mushrik. Atoka swali hapo kalia. Ukiswali hapa lakini wewe una hirizi yako umeifunga mkononi au kiunoni au shingoni, unaamini kwa itikadi 100% ya kwamba ile kamba uliofungiwa mkononi inakutetea na balaa, wewe ni mushrik mkubwa. Hata ukiswali hapa nyuma ya imamu kwa safu ya kwanza, ukitaka pia adhini wewe, lakini wewe ni mushrik. Wangapi washirikina leo? Tembeni mtani muangalie watoto walivyojazwa mahirizi mikononi, shingoni, viunoni. Leo hakuna Muislamu anaridhika kama hakuna shirki within around yake. Lazima kwenye gari aning'inize kidude, lazima hata kwenye kibanda chake kuna kitu kinaning'inia, lazima hata nyumba kitaka kujenga lazima akapewe dawa, anataka kuoa lazima akaangaliwe nyota yake imekaa vipi. Aliyekwambia una nyota ndani, wewe wazimu? Una wazimu wewe? Leo hata mpira, vijana hatuchezi mpira mpaka watu wakamwaje chumvi kwenye goli. Wewe una wazimu? Kuanzia lini chumvi kacheza mpira? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wengi hatujamwamini Allah bado paka leo. Wallahi watu wako katika shirki. Makamera zinaonyesha, utaona watu kabisa, watu wazima, watu wamezunguka kaburi, watu wana Sheikh, yaani wewe ulikuwa unafanya nini msikitini? Kule masjid huko haikutosha mpaka muende kule? Shirki bado ipo mpaka sasa. Na kuna watu maudhu haya ya shirki akwambia Sheikh, topics zimeisha.
Ambia watu janna shekhe, ambia watu birrul walidaini bwana, ambia watu maneno mazuri. Shiriki. Watu wako msikitini, wewe bado unawaambia shiriki. Sasa yuko msikitini, nyumbani mtoto amefungiwa hirizi, atanusurika vipi? Wewe hujui hiyo? Waislamu, angalia suratul An'am. Chukua time yako, mambo haya ya dini yako. Suratul An'am. Soma suratul An'am mpaka ufikie aya ya 73. Kuanzia hapo 73, tulia usome kwa makini. Allah anawataja mitume wake wema aliyewatumiliza. Kuanzia Nabii Ibrahim, utakuta kisa chake pale alivyopambana na baba yake kuhusu hii shirki. Akataja shekhe, vumilia. Njoo mpaka aya ya 88 hapo kwa An'am. Kuanzia 73 huko mazungumzo kuhusu mitume kuanzia Ibrahim kufika 88. Allah anasema walau ashraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Wallahi, suratul An'am 88. Mungu anasema kuhusu mitume shekhe, mitume wa Allah waliokuja kulingania tauhidi, watu wawache ushirikina, wamwabudu Allah peke yake. Wengine wakawawa, wengine wakapigwa kwa ajili ya kukataza watu shiriki. Mungu anasema walau ashraku, lau wangelishirikisha. Onyo kali kuhusu nani? Mitume. Anasema lau ashraku, wangelishirikisha hao mitume, la habitu anhum ma kanu ya'malun, matendo yao yote ingeliporomoka. Imamu Saadi anasema fahaulai safwatul akhyar, hawa ni wema wateuliwa wa Allah, wema walioteuliwa na Allah. Allah amewateua mitume. Lau ashraku wa hashahum, Allah anasema laiti wangelishirikisha, wa hashahum, na hawawezi wakashirikisha, la habitu a'maluhum, matendo yao Allah angeliweka zero. Faghairuhum aula, je wengine wasiokuwa mitume? Manake wako watu katika sisi anakuambia kwamba shekhe, unajua mambo mengine watu wafikirie vizuri. Yani mtu ameswali, mtu amefunga, mtu ameenda haji, mtu amefanya mema, amelisha Ramadhani yote, amefunga Arafa, amefunga masiku 10 ya Dhulhijja, alafu tu eti kitu kimoja peke yake isababisha aende motoni. Wewe, mtume anaambiwa lau angelishirikisha matendo yake yangeliharibika. Je ya sharifu? Je ya wali? Je ya shekhe? Je yako wewe na mimi tusiojulikana kabisa? Waona tabu kuporomoka. Na Mungu anasema mtume angelishirikisha. Tumalize kwa sababu ya muda. Suratu Zumar, mwisho kabisa. Suratu Zumar, aya ya 64 mpaka 65. Allah tabaraka wa taala anasema kumwambia Mtume Muhammad, qul aghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun. Waambie ewe Muhammad, hapa ni pale washirikina wa Maka walipomtaka Muhammad ya kwamba ukitaka tumwabudu Allah huyo wako, na wewe kubali kuabudu miungu yetu, masanamu yetu. Mungu katika majibu aliyempa mtume anamwambia kul aghaira Allah, waambie, je, mnaniamrisha kumwabudu asiyekuwa Allah nyinyi wajinga? Wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin balillah fa'bud wa kun minash shakirin.
Waislamu, haya mambo yako very very serious wanavyosema. Haya si mambo ya watu kusikiliza alafu kusema tumezoea, kwa sababu yanaporomosha matendo yako. Shirki inaharibu matendo. Mungu anamwambia Mtume, tushakupa wahi wewe na wale waliotangulia kabla yako. Kitu gani? La in ashrakta, ukishirikisha tu. Majibu, la yahbatanna amaluka, matendo yako yataporomoka, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa katika waliopata hasara. Waislamu, jambo la kwanza ambalo linaharibu matendo yote mema ni ukafiri. Jambo la pili ambalo linaporomosha matendo yote mema ni shirki, shirki kubwa. Bado shirki ndogo inakuja kwa hutuba ijayo, lakini hii kubwa inaporomosha matendo yote ambayo umewahi kuyatenda maisha yako yote, unabaki sufuri, huna chochote. Waislamu, Allah atulinde na mambo haya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.